mwingine anakuja hapa anaitwa N1. Wajaluo yani. Ati juu wako na expert wa mafuta, moja ni wa mafuta, moja ni wa treasury. Wameongeza mafuta na 80 bob. Nikuulize Expert, oh yeah. Unajua sasa jamaa anaongea ujinga. Anajua Mbadi amefanya nini? Unajua that the reason nimesema we need good governance. Like unachukua mtu anaweka kwa energy, mtu anafanya nothing. But huyu amefanya wewe. But kuna terms of every course has its own terms and terminology. You cannot speak engineering language in medical. Sasa unachukua mtu kama huyu BS ni mtu amefanya nothing. Nani mwenyewe amefanya kozi gani? Ama ajui kozi yenye jamaa amefanya. Ataelewana aje na mainjinia. That's why Ruto ameweka mainjinia wake ndio wako huko chini. Ndio wanakula pesa. Wewe bado tu uko tu, you just have a title. Lakini hakuna kitu unafanya. Juu engineer atakuja kuambia vitu vyenye uelewi. Wewe umefanya nasi ngeenda kuongea mambo ya energy, ya stima ama ya mafuta. Sasa wanafurahia tu wewe tuko na mtu wa yeye tuko na CS. Kwani hiyo ni CS wa kwanza? Jaluo nilikuwa ndani Jaluo ni watu. Sisi sasa hata tunataka hizo kura zao. Jaluo ni watu wengine waliumbwa na sijui walikuwa kwa aje. Wanashangilianga kitu hakuna. Kitu hakuna, completely zero. Na kura yani na wajalo wengine ni kama tu kama nguruwe. Hata ukimuosha atarudi tu kwa matope. Kuna nguruwe kwa hapo chini inaitwa Pinuluo, hiyo ndio nguruwe. Kuna Jaluo inaitwa Pinuluo, hiyo ndio inaitwa nguruwe. Sio nguruwe. Hiyo ni nguruwe punda. Hiyo ni nguruwe punda. Naona wewe ndio umeona mashaka. Vile Wajaluo wanateseka hii Kenya yetu. Hadi ndio wanafuata. Wala inakwambia, unajua nafikiri Ruto anawafurahisha zaidi. Huyu Ruto akirudi. Project yenu mnatajiri zafanya msitaacho kwa njia. Keri. Wajaluo zile nini mingi. Acha nikwambie kitu moja. Ukienda Kibera, ukienda Korokocho, ukienda wapi? Ni Wajaluo. Ukitaka kujua mwenye apendi Wajaluo. Ni Ruto. Hawapendi kama kumbe wanajua. Wewe niambia, ati mtu anakupenda na anakuambia ati wale wenye walikuwa wanamsumbua na sufuria kwa barabara alishapeleka nyumbani. Na nenda kuongea tu Nyanza, alikuwa Kikuyu. Leo mtu anakuja hapa na anaongea hapa. Ni kitu kingine mbaya sana. Hiyo ni kitu kingine mbaya sana. Imagine nani anakuja kuongea kitu kingine kana alipeleka nani nyumbani. Ninakumbuka wakati alisema haezi acha kura milioni 5 ati anaendelea kura za wakumbavu. Hiyo kitu umeshasahau. Tunajua watu wapigani kura. Hiyo peeni kanyo. Hata kama ni Gachagua. Utampea kura. Gachagua hapo sawa pili huo enda utatangaza. Wewe utautanga na huko utatimisha. Gachagua hapo sawa kushinda. Acha bana. Wachana hata mna mambo na Gachagua. Kitu muhimu ni wacha tutoe huyu jamaa, lakini mwenye tutaweka tujui. Sasa hivyo ndio tunataka. Tujui mwenye tunaweka, bora tu jamaa toke. Kama jana unajua nilikuwa kwa ile live ya Plutosa hata wakalikuwa naongelea mao. Nikauliza, "Au nyinyi mnaongelea affordable house? Ushaenda huko?" Nikamwambia, "Ukienda nyumba za Kibra 1 bedroom unalipa deposit ya 100,000." Wakapiga nikamwambia kama kuna mtu tu mwenye ako hapo chini aangalie. Kuna jamaa alikuwa kuambia akakuja akasema yenyewe ni kweli. Hizi nyumba za hapa Chogoro hizi za Kaloleni 1 bedroom unalipa 162. Kama iko na parking. Kama ina parking ni 140. Monthly ukipewa nyumba monthly unalipa 13,000. Nyumba yote kununua nyumba inakuja 3.5. Bwana wewe hasa yule mwenye unangangana hapa na mjengo utanunua nyumba ya 3.5. Kama sasa nyumbani wengine hata wanajenga. Sasa huyo mtu amekusaidia ama amekuumiza? Sasa amekuumiza. Alafu unajua anabomoa mahali penye wewe unalipanga 1500 hata ukilipa shilingi 500 utalipa nyumba na lizi ulea watu. Unaenda kuchukua nyumba ati ya 4K. Haya, hiyo nyumba kando na hiyo kuna service. Keri tumesema hakuna mtu ameshikiwa bunduki kusupport mwingine. Wewe ukisikia kura yako unapelekea Kasongo. Mimi nikipata kwa ballot nipande Kasongo na Gachagua. Mimi yangu nitapea Gachagua. Na hakuna kublink na siwezi fikiria mara mbili. Wewe ukifikiria yako utapelekea Ruto ndio maraika wako. Pea yeye. Hata Raila angekuwa hai angeshikana na Gachagua after all.
Raila support Ruto. Raila angeshikana Gachagua. Alafu mimi niliwaambia, unaona msije nilikuwa na support Raila nikienda maandamano nitupiwa tia gas. Hivyo ndio nitakufa na mwenye anakufa atakuja. Au nyinyi msema aje hata kama aliua ndugu yangu alifanya huyo tu kando na Ruto. Mwenye atakuwa hapo tu hata Sifuna anajua vizuri hii nchi saa hii mahali iko hali mbaya. Saa hii si wakati wa kubebana na roho. Saa hii ni wakati wa kurescue na wakati wa kurescue auwekangi maroho mbaya kwa ndani. Sasa watu wanajiletea siasa hapa hadi sisi tuanze kupishana kina Gachagua na tunataka kutoa Kasongo. Atatoka aje? Kupishana kina Gachagua atatoka aje? Ni kama nyumba imeshika moto. Na yule adui wako mwenye mnakombana ndiye amekuja kuokolea. Utaanza kusema adui waachana na vitu zako. Mnaokoa vitu kwa nyumba kwanza kama imeshika moto ndio adui aanze baadaye. Sasa sisi Gachagua kama ndio hati kuchukua Raila angeulizana pale Ruto alimfanyia wangesalimiana wakati James walikuwa wanataka kuchukua uongozi. Hapana. Sasa wajiulize hivyo. Hizi hatuna adui bwana. Adui wetu ni mmoja tu, ni Ruto. Adui wa hii nchi saa hii amebaki ni mmoja. Ni Kasongo. Sio siri. Lakini tuseme tu kweli, hizi vitu zote tunataka Ruto afanye. Hizi vitu mara unasikia ametenga sijui bilioni ngapi. Hizi pesa zinakwanga kwa budget. Hakuna hata hii ya Guerrero isaine kwa iko kwa budget. Na sasa wenye wanasema wanataka afanye hiyo pesa inatoka wapi?